Wajumbe wa zamani wa Secretariat ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema leo hii Jumatano ya Mei 7 mwaka 2025 wametangaza rasmi kuhama ndani ya chama hicho na kwamba sasa watatafuta jukwaa maalum na muafaka zaidi la kisiasa ambalo watakwenda kulitumikia na kufanya siasa zao. Akizungumza mapema leo hii mbele ya waandishi wa habari, aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Tanzania Bara Benson Kigaila amesema kwamba viongozi hao wa zamani wa Chadema wataenda kukutana kupitia na kujadiliana na vyama mbalimbali nje ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili kuona ni jukwaa gani na sahihi kwao kuweza kufanya siasa, ingawa ameweka wazi kwamba hawana mpango wa kujiunga na Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa kumnukuu, Kigaila amesema kwamba baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu na baada ya kushauriana sana na kuona ushauri wetu unapuuzwa na badala yake tumekuwa tukibezwa na kutukanwa, na baada ya kuona hawa jamaa, akimaanisha kwamba viongozi wa Chadema hawana nia njema na chama na kwamba watakiua hiki chama, tumeona hiki chama Chadema kisife mbele yetu tukasingiziwa kuwa na sisi tulikuwa sehemu ya mipango ya kukiua hiki chama, na mimi na washauri wanachama wa Chadema wanaobaguliwa, wanaoumizwa na mambo yanayoendelea, tusiwe sehemu yao na tusiwape sababu kwamba hiki chama kimekufa kwa sababu hawa watu wapo. Hiyo ni nukuu ya aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Tanzania Bara Benson Kigaila, na ameongeza kwamba maamuzi hayo yanakuja baada ya wao kufanya tafakari na kuona Chadema inapoteza mwelekeo kwa sababu viongozi walioko madarakani wamekuwa wakiishi kwa visasi, hasa kutengeneza mazingira ya kuwashughulikia wale wote waliokuwa wanamuunga mkono aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho taifa Freeman Aikaeli Mbowe katika mchakato wa ndani wa uchaguzi uliofanyika mwezi Januari mwaka huu. Na kwa upande wake aliyekuwa naibu katibu mkuu Chadema Zanzibar Salum Mwalimu amesema kabla ya kufikia maamuzi hayo wamekuwa wakitoa ushauri wa mara kwa mara kwa viongozi wa juu wa chama hicho, lakini muda mfupi baada ya wao kushauri baadaye wanakuja kushambuliwa kuwa wanatumika na CCM. Amenukuliwa hapa Mwalimu akisema kwamba hii no reforms no election. Sisi tumetengeneza mkakati imara, tumetengeneza mkakati madhubuti wa kukipeleka hiki chama mbele. Kama wameshindwa kutafsiri, si watuulize. Chama hakina pesa, hakina vikao, lakini kila muda ukiulizwa unaambiwa no reforms no election. Yaani hiki chama kitaendeshwa na no reforms no election, hakuna mambo mengine. Amenukuliwa Salum Mwalimu, na ameenda mbali zaidi na kueleza kwamba katika wajumbe 12 waliokuwa wanaunda Secretariat ya chama hicho iliyopita, 8 kati yao wamefikia maamuzi hayo ya kuhama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kutafuta chama mbadala ambacho watakwenda kufanya siasa. Kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia siasa za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa ndani wa chama hicho ambao ulifanyika mwezi Januari mwaka huu, kumekuwa na kurushiana maneno ya hapa na pale, na hasa kwa zile kambi mbili ambazo zilikuwa zikigombania nafasi ya kuwania uwenyekiti, kwa maana kwamba kulikuwa na timu mbili ya Team Lissu na Team Freeman Aikaeli Mbowe ambayo ilikuja ikashindwa baadaye. Wanajiuliza mpaka leo hii kwa nini mwenyekiti aliyepita mpaka sasa hajaongea chochote kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya chama. Lakini wamekuwa wakijitokeza wale ambao walikuwa wakimuunga mkono katika uchaguzi uliopita wa ndani ya chama, ndio wamekuwa wakizungumza, na wengi wao wakionekana waziwazi kwamba wanapinga kile ambacho kimekuwa kikiamriwa
na viongozi wakuu wa chama ambao wako madarakani kwa sasa, na wengine wako gerezani wakiendelea na kesi ambazo zinawakabili mahakamani. Sasa hatujui nini hatima, na bado hatujapata taarifa rasmi ya Chadema kuhusiana na tukio hili ambalo limetokea la baadhi ya wajumbe wa secretariat iliyopita kujiengua ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kutafuta jukwaa lingine la kwenda kufanya siasa. Hii ni Ready Pro Media, tutaendelea kukufahamisha taarifa zinazotufikia hivi punde kadiri tunavyozipata, na usiache kusubscribe, kushare na kucomment YouTube channel yetu ya Ready Pro Media. Lakini pia tunakukaribisha pia katika YouTube channel yetu ya The Open TV. Uende ukaisubscribe, ushare na kucomment, lakini pia wafahamishi wengine waweze kutufuata huko, kwa sababu taarifa nyingine nyingi na za muhimu tutakwenda kuziweka katika YouTube channel yetu ya The Open TV. Na kama unapata ugumu wa namna ya kwenda kuipata au kuitafuta The Open TV, nenda katika description ya video hii. Tumekuwekea linki ambayo moja kwa moja itakupeleka katika The Open TV.